tunahamia katika mada nyingine ambayo inahusiana na swala zima la ziara ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambapo amerudi nchini tarehe 5 mwezi huu akitokea kule nchini Urusi. Good luck Mama Samia, Rais Samia ameenda kule katika ziara siku 3, lakini pia kuna vitu ambavyo vimefanyika kule ikiwemo kutunukiwa shahada ya heshima na chuo kikuu cha Rodney. Lakini pia amefanya kongamano na wafanyabiashara wakubwa kule kuhusiana na swala zima la uwekezaji na namna ambavyo Tanzania inajipambanua katika masuala mazima ya kimataifa. Swala la Kiswahili, lugha ya Kiswahili imeonekana imefika Urusi. Hizi zote ama vitu vyote ambavyo vimefanyika katika siku hizi chache za ziara ya Rais Samia, kuna manufaa gani kwa Tanzania katika swala hili, katika ziara hii? Kwanza anachokifanya Mheshimiwa Rais ni muendelezo wa diplomasia ya kiuchumi. Lazima tufahamu kwamba Tanzania kihistoria ilianzisha kitu kinachoitwa diplomasia ya ukombozi wa kisiasa, ambayo hiyo ni sera ambayo ilianza mwaka 1961 mpaka mwaka 2001. Kwa hiyo mwaka 2001 tukabadilisha mtazamo, tulikuwa tunafuata sera ya diplomasia ya uchumi. Na Tanzania mwaka 2024 walipitia mabadiliko ya sera kusisitiza, kuendeleza na kulinda maslahi ya kiuchumi. Kwa hiyo anachofahamu Mheshimiwa Rais ni muendelezo wa sera ya mambo ya nje kwenda kutafuta tija za kiuchumi. Unafahamu kwamba Urusi ni taifa kubwa, kuna dhana ambayo inaitwa multipolar. Yaani multipolar ni siasa za pande nyingi ambazo zinaongozwa na Marekani, China pamoja na Urusi. Kwa hiyo kwa rais kuhutubia kwenye jukwaa kubwa kama la St. Petersburg International Economic Forum, maka ni kwamba ni mkakati wa nchi kwenda kutetea maslahi yake kimataifa. Urusi unafahamu kwamba ni taifa kubwa kwenye uzalishaji wa mafuta pamoja na gesi. Shirika lao kubwa ambalo linaitwa Gazprom limekuwa lina kitu kinachoitwa power politics, yani na turufu kwenye siasa ya jiografia. Yani nchi zote za Ulaya Mashariki na Ulaya zinategemea Urusi kwenye kipindi cha winter, yani kipindi cha baridi. Maana ni kwamba sasa yani dunia inahitaji Urusi kuliko Urusi inavyohitaji dunia. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anapoenda Urusi, maana ni kwamba ni kwenda kutafuta tija za kiuchumi la kwanza. Lakini la pili ni kwamba Urusi ni marafiki zetu kihistoria. Unafahamu kwamba Urusi kihistoria imefanya mapinduzi mwaka 1917. Mapinduzi yanaitwa ni Bolshevik Revolution. Mwaka 1924 wakaanzisha kitu kimoja kinachoitwa USSR, United Socialist Soviet Republic. Kuna zaidi ya nchi 15. Baada ya Tanganyika kupata uhuru mwaka 1961 tarehe 9 Disemba, ni tarehe 11 Umoja wa Kisovieti ulitambua uhuru wa Tanganyika. Maana ni kwamba kihistoria sisi na Urusi tuna mahusiano makubwa ya kidiplomasia. Lakini unafahamu vile vile Urusi ni mojawapo ya nchi ambayo limeendeleza harakati ya ukombozi katika nchi za Kiafrika. Na Tanzania ilikuwa kitu kinachoitwa Organization of Frontline State, yani nchi za mstari wa mbele zilikuwa hapa Dar es Salaam chini ya Mwalimu Nyerere ikiongozwa na Brigedia Hashim Mbita. Maana ni kwamba Urusi alikuwa anatoa msaada wa moral support kuanzia chama cha TANU, baadaye CCM mwaka 1977, chama cha Frelimo, ANC, SWAPO, MPLA. Kwa hiyo Urusi amekuwa ni rafiki wa kihistoria. Sasa mwaka 1985 kuelekea mwaka 1991 Urusi chini ya Mikhail Gorbachev ilisambaratika kutoka katika Urusi ya zamani ya USSR kwenda katika Urusi ya sasa hivi ambao tunasema Urusi ya kisasa. Kwa hiyo baada ya pale sasa Urusi imekuwa ikitafuta marafiki zake wa kihistoria. Of course imekuwa na vikwazo kupitia sanctions za magharibi, lakini bado Urusi anaiangalia eneo la Sahel, eneo la Afrika, eneo la China kwa mfano kama ni mojawapo ya maeneo ya msingi ya kimkakati. Kwa hiyo ziara hii ni ziara ambayo Tanzania inatathmini mielekeo ya kisiasa, wapi fursa za kiuchumi zipo. Na vile vile kimkakati lazima tufahamu kwamba dunia inapitia kwenye dhana ambayo inaitwa multipolar. Multipolar maana yake ni tunaita ni global power shift. Yaani dunia unajua inabadilika. Inaondoka magharibi kuelekea mashariki. Kwa hiyo Urusi wamekuwa wakiendeleza hiyo dhana mpya ya dunia ya kisasa ambayo mataifa yote ya Kiafrika yatakuwa yanageukia Urusi. Kwa hiyo hii ziara yake inaenda kutathmini mielekeo ya kisiasa, ya kiuchumi. Jukwaa la St. Petersburg International Economic Forum ni jukwaa kubwa zaidi ya watu 24,000 wanaohudhuria. Maana Tanzania kuzungumza kuhusu labda Zanzibar, Serengeti, Ngorongoro ni mkakati wake wa kufanya kitu kinachoitwa international visibility, yani taswira yenu kuweza kuuzika kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa.
Tuzungumzie tuzo ya heshima iliyotolewa na chuo cha Rodney. Pengine watu wanaweza kujiuliza kwa nini rais anapokea hizi tuzo mara nyingi, shahada ya heshima. Hii inakuwa ina maana gani? Pengine hizi shahada zinakuwa na mtazamo gani? Ni kwamba ni heshima tu, ama unakuwa kuna kitu ama mchango unafanya wewe kupewa hiyo heshima, kutunukiwa shahada? Kwanza hizi zinazoitwa honorable Sausa doctrine, sio kila mtu anaweza akapewa. Lazima uweze kufanya impact, yani matokeo katika jamii. Unafahamu kabisa kwamba Mheshimiwa Rais amepewa tuzo mbalimbali au heshima mbalimbali katika vyuo mbalimbali hapa Tanzania, lakini zaidi sana na duniani. Sasa huwa wanatathmini mchango upi, ni mchango wa mtu huyo katika dunia au katika jamii. Unafahamu kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa akiongozwa na dhana ambayo inaitwa 4R. Kuna kwamba reform, reconciliation, rebuild and resilience. Lakini zaidi sana Mheshimiwa Rais amekuwa ni championi katika Kiswahili kwa mfano. Kiswahili kimekuwa ni mojawapo ya lugha duniani ambayo imetambulika na UNESCO. Lakini zaidi sana Urusi imekuwa inafundisha Kiswahili kwenye vyuo vyao. Lakini zaidi sana Urusi imekuwa ni rafiki wa kihistoria katika nchi ya Tanzania. Lakini zaidi sana chuo cha urafiki cha Urusi kimeweza kuwatunuku wanasiasa wengi duniani tuzo hiyo ya heshima. Maana ni kwamba sasa hii ni fursa ya urafiki usiokuwa na mashaka kati ya Urusi pamoja na Tanzania. Kwa hiyo anapopewa, maana ni kwamba umekuwa imefanyika tunasema utafiti au imefanyika vetting kubwa, kwa nini tumpe Mheshimiwa Rais. Lakini kidiplomasia sasa hii inaonyesha kwamba ni urafiki usio na shaka kati ya Urusi pamoja na Tanzania. Na kama ulivyosikia kwamba kuna fursa nyingi vile vile ya Kiswahili kufundishwa katika vyuo mbalimbali katika nchi ya Urusi. Kirusi sasa hivi kitaanza kufundishwa katika nchi ya katika vyuo Tanzania ikiwemo chuo cha UDOM. Kwa hiyo ni kusimika, yani kilichofanyika pale ni kwamba Mheshimiwa Rais Vladimir Putin na Rais Samia wametengeneza kinachoitwa protokali. Tunaposema protokali maana ni itifaki. Ina maana gani sasa uchakataji wa kisekta za kiuchumi, za mipango, uwekezaji, masuala ya gesi, masuala ya elimu unafuata baada ya viongozi wawili wakuu wa nchi kuweza kuzungumza. Mwisho kabisa, mtu yote ambaye akizungumzia swala la ama kukitaja swala rais wa Urusi Vladimir Putin kwa namna fulani anaonekana ni mtu fulani katili kutokana na historia yao, mitambo, mambo ya nyuklia na vitu kama hivyo. Tanzania imeenda kule sasa hivi, imekuwa Rais Samia ni rais wa pili kwenda kule Urusi. Hii inawazibaje midomo wa Afrika ama wa Tanzania ambao walikuwa wanadhani pengine Putin ni mtu ambaye asiyeingilika pamoja na nchi yake kutokana na vitu ambavyo anavifanya duniani? Kwanza watu lazima wafahamu kwamba kuongoza taifa kubwa kama la Urusi sio kitu kidogo. Na tunapomzungumzia Vladimir Putin lazima tujue kwamba hapo tunamzungumzia moja ya kiongozi mwenye ushawishi mkubwa sana duniani. Ni hawa wanaitwa ni global leader. Ni mtu ambaye tangu amechukua nafasi ya urais mwaka 1999 kwa sababu Putin alikuwa ni afisa usalama kuna FSB, baadaye KGB na akachaguliwa kuwa waziri mkuu mwaka 1999 chini ya Boris Yeltsin. Mwaka 2000 akachaguliwa kuwa rais na ameongoza Urusi kuanzia mwaka 2000 mpaka sasa hivi. Ukiangalia historia yake, mwaka 2012 alimwachia rafiki yake anaitwa Dmitry Medvedev. Kwa hiyo ameongoza Urusi zaidi ya miaka 30 na ataongoza Urusi mpaka mwaka 2036. Kwa hiyo ni kiongozi mwenye ushawishi mkubwa sana duniani. Na kiongozi ambaye anatajwa ameichukua Urusi na kuijenga na kuirudisha kwenye mizania mikubwa ya balance of power. Kwa hiyo hapa hatumzungumzi kiongozi mdogo, tunamzungumzia kiongozi mkubwa ambaye anaathiri jiografia na siasa kiushindani. Kwa hiyo huu ni ujumbe mkubwa kwa dunia kwamba Urusi imekuwa ikitoa mwelekeo wa siasa kijiografia. Upi uchumi wa Urusi, upi vipaumbele vya Urusi, upi mtazamo wa Urusi kuhusu Afrika, upi nafasi ya Urusi kuhakikisha kwamba anaweza kuendeleza na kuzingatia maslahi yake ya kijiopolitiki. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa sana kwa Tanzania kuweza kujifunza kwa nini Urusi imefanikiwa. Kwa nini Urusi katikati ya vikwazo lakini bado imeendelea kujijenga katika uchumi. Dhana ya soft power, yani dhana ya nani state actors kuanzia masuala ya nyuklia, masuala ya ushawishi, masuala ya uchumi ambao Putin amekuwa akitumia kwenda kuongeza ushawishi wake duniani. Kwa hiyo hii ziara kutazama Tanzania na vitu vingi sana vya kujifunza kuhusu Urusi kihistoria,
kimkakati, ushawishi, hata nafasi hiyo ya global power shift ambayo imekuwa ikiongozwa na Vladimir Putin, Donald Trump na Rais Xi Jinping.